Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa ajili ya wasaa huu mzuri ambao Mungu mwenyewe ametupa neema na ametupa nafasi nyingine ya kuweza kuja mbele zako kwa ajili ya siku hii nzuri ambayo ni Jumatatu ya kwanza ya mwezi, au ni siku ya kwanza kabisa ya wiki kwetu sisi ambao tunaendelea na maombi, lakini tarehe zilianza toka juma ngapi? Jumatatu. Kwa hiyo tuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo Mungu ametupatia kwa ajili ya nafasi nzuri ambayo tutaenda kumshukuru Mungu, lakini pia tutaingia kwenye maombi yale ambayo Mungu ametukusudia usiku wa leo kuomba. Kwa sababu ya hali ya hewa na mazingira, naamini kwa maana umeona kama tumechelewa kama dakika chache kuanza, kama dakika 10 hivi zimeisha. Kwa hiyo kwa wasaa huu nataka nikusihi na nikushauri kwa neema za Mungu, naomba ubaki hapo hapo wewe uliyefanikiwa kuingia sasa hivi kwenye haya maombi. Nataka uende mbele za Mungu, mshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi nzuri aliyokupatia leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi ya kwanza ya mwezi wa 4. Leo ni siku pekee kabisa ambayo Mungu akikupa neema unapaswa umshukuru Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kumshukuru Mungu ni nafasi pekee ambayo inafanya uzihirisho na mapenzi ya Mungu yaweze kuendelea kutenda kazi juu ya maisha yako. Hebu nenda mbele za Mungu, mshukuru Mungu, umwambie tu, Baba nakushukuru, asante hata kwa ajili ya ulinzi aliyokupatia, hata kwa ajili ya uhai ulionao. Kuna watu wako ICU, wanapumua kwa gharama, yaani mtungi mmoja unakuta anaulipia milioni 500,000, milioni ngapi gharama hizo. Unakuta mtu yuko gerezani, kule bado kuna matatizo na kuna changamoto unakutana nazo. Mimi na wewe tuko uraiani. Kwa nini tukose vitu vya kumshukuru Mungu? Mshukuru Mungu, usikose kitu cha kuweza kumshukuru Mungu. Nenda mbele za Mungu, mwambie tu, Baba asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa nafasi ya uzima, asante kwa nafasi ya uhai. Hebu mwazimishe Mungu mahala ulipo. Roho Mtakatifu, asante kwa nafasi nzuri na kwa upendo huu ambao umetupa watoto wako na umeachilia kama wanao. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neema na fadhili zako. Asante kwa pendo lako, asante kwa msaada wako, asante kwa mkono wako. Bwana, uinuliwe kwa sababu wewe umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, Mungu usiyeshindwa na chochote. Ndani yako tunaenda, ndani yako tunaishi na kuwa na uhai wetu. Uhai wetu umefichwa mikononi mwako, uhai wetu umewekwa mikononi mwako. Baba, usiku wa leo tunaingia na shukrani kwa ajili ya familia zetu, tunaingia na shukrani kwa ajili ya kazi zetu, tunaingia na shukrani kwa ajili ya ndugu zetu, wadogo zetu, wazazi wetu, watu wa nyumbani mwetu. Baba, tunakutukuza. Asante kwa ajili ya wasaa huu, asante kwa ajili ya muda huu mzuri. Jehova Adonai Elohima, mfalme Mungu usiyeshindwa, nasi tunakutukuza kwa pendo lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Uinuliwe Mungu uliyechagua kazi njema hii ndani ya maisha yetu. Ramando shata baradaba mandara korianda baradaba manterebo shata rabadaba mantakarados keperede mantararaba kuriandeleba mashanda rabaraba. Yeye aliyesema kwamba mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Fadhili za Mungu zadumu milele na milele, mkono wa Bwana wadumu milele na milele. Nasi tuna kila sababu ya kumwazimisha Mungu asiyeshindwa, nasi tuna kila sababu ya kumtukuza Mungu aliye hai, yeye aliyetupa afya, aliyetupa uzima, aliyetutenga na mabaya ambayo yalikusudiwa juu yetu. Ria makatararaba baba mandaraba kuriandeleba shandaraba ria baba kuriandelebanda mandaraba katararaba ria karamandele keselema rakataramandele kozalama mashandaraba katarama mandaraba kariandaraba rabariandaraba makarabaraba shandaraba reketele mandaraba karaba ria baba shandaraba karamandele bosandaraba. Baba sante, tunakutukuza kwa neema yako, tunakushukuru kwa uaminifu wako, tunakushukuru kwa sababu wewe umekuwa mwema na umekuwa mwaminifu. Ndani yako tunaishi na ndani yako tunakuwa na uhai wetu, maana pasipo wewe sisi tungekuwa tumeshapotezwa. Ila Bwana sante kwa
ajili ya mwezi huu wa 4 ambao tunauanza leo katika maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Riaba katoza lamande mantaraba karosa kaba mantaraba babadaba riama karamande leba mandelebo sakatalama mandaraba baba riakatara mandaraba kata riama kataraba karaba ya karamande mashanda rabadaba riakaparadaba riamanda raba katarabadaba riakaparamande lekeduza mandaraba karabadaba riababa sundaraba karama mandaraba katarabadaba rakatalamande lekozalama rakatalaba mandaraba koriandarabadaba riababa sandaraba mandaraba karabadaba. Endelea kumwazimisha Bwana mahala ulipo, mwambie tu Baba asante kwa neema na fadhili zako. Yesu inuliwe. Baba tunakutukuza sisi kama watoto wako na kama wanao, uinuliwe Bwana wa majeshi. Mandaraba kataraba rakatalamande riababando sokotorobo mandaraba kataraba riaba karamanda labade shadaraba riama karamande mandaraba karamande leketelema reketele mandarabadaba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Baba uinuliwe, Yesu tukuzwe. Asante kwa ajili ya wasaa huu, asante kwa ajili ya muda huu Baba, tunakutukuza, tunasema asante kwa uweza na neema na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Raba shanda raba katuzalama. Acha nikuletee mwongozo. Ukiwa unasikiliza huu mwongozo, hebu chukua hiyo linki hiyo, share kwa magurupu yote ambayo wewe wamekuweka kama admini au wamekupa nafasi ya kushare chochote. Chukua hiyo linki afu andike hivi: ni muda wa maombi, mtumishi wa Mungu yuko live. Andika hivyo hivyo, muda wa maombi, mtumishi wa Mungu yuko live, tufuatilie ibada hii. Andika hivyo hivyo. Kama wewe unaweza ukashare hiyo linki, ukashare kwa watu kadhaa nikiwa nakuletea huu mwongozo, share kwa marafiki zako, share kwa ndugu zako, kwa watu wote. Hapa tunashughulika, usiku wa leo tutashughulika na misingi mibovu iliyowekwa na watangulizi wetu kwenye maisha yetu. Narudia tena, ni usiku wa kushughulika na misingi mibovu iliyowekwa na watangulizi kwenye maisha yetu. Narudia tena, ni usiku wa kushughulika au kushughulika na misingi mibovu ambayo iliwekwa au ilishawekwa na watu waliotutangulia. Unajua, kwenye maisha yetu kuna waliotutangulia miaka mingi iliyopita, wakatuweka kwenye misingi wanayoitaka wao, wakatuingiza kwenye misingi wanayoitaka yao. Kwa nini? Kwa sababu ile misingi sisi tusipochukua hatua ya kuiondoa na kuikataa, itaendelea kututesa watu wa Mungu. Andika hii. Ukiona kuna mambo mema yanaendelea kwenye maisha yako, ukiona kuna mambo mema mazuri yanaendelea kwenye maisha yako, inategemeana na msingi upi ulioanzishwa. Kama mambo mema ni ya kimungu, maana yake kuna msingi wa kimungu ndani yake. Kama mambo ni mabaya, kuna msingi wa mambo mabaya ambao ulianza. Lakini angalizo kwenye hii pointi, unaweza ukakuta kuna mema yanaendelea, lakini ukawa msingi uliopo sio wa kimungu. Unaweza ukakuta yani mambo mazuri, ukianza biashara zinaenda, ukianza kazi zinaenda, lakini ukakuta msingi ulioko nyuma sio wa kimungu. Lakini mambo yanaenda, hayakataliwi, yanaendelea, utajiri upo, lakini msingi ulioko nyuma yako sio wa kimungu. Ndio msingi ambao hatutaki. Tunataka msingi wa Mungu tuliyemwamini, ambaye alimtoa mwanaye akamfanya kuwa aibu ya ulimwengu wote, ili huyu ajenge msingi. Kitabu cha Mathayo, ngoja nikusomee ili andiko. Mathayo sura ya 7
Mathayo ile sura ya 7, masokotarabadaba riama kazobredianda bakata. Mathayo sura ya 7 kuanzia mstari wa 20, kuanzia mstari wa 24. Biblia inasema kwamba basi kila asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuja kuondoa msingi mbovu ambao ulikuwepo. Kazi ya Kristo ni kuondoa msingi mbovu ambao ulikuwepo. Ndio maana kuna wa kwanza mstari wa 23 inasemaje? 22 tutaanzia. Basi kila mtu asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa au atakuwa kama mtu mwenye akili. Mtu mwenye akili ni anayelichukua neno la Mungu. Kama kuna upinzani tofauti na kwenye maendeleo anayoyataka, lazima asimame. Huyo mtu anakuwa na akili. Ndio maana mvua zikinyesha, ndio hapa sasa unaweza ukaona kuna mafanikio, ila zoruba zikija kwenye hayo mafanikio, hakuna mafanikio yanayoweza yakasimama. Kwa nini? Kwa sababu msingi uliopo sio sahihi. Kuna utajiri upo, kuna mafanikio yapo, ila msingi uliopo sio msingi wa Mungu. Ndio msingi ambao tunataka kuondoa. Tuweke msingi ambao ni mwamba imara, ambao ni Kristo Yesu aliyeanzisha kazi hii. Anafanyaje? Anasemaje? Mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba, au zikapiga yale mafanikio, au zikapiga ile ndoa. Kwa sababu ndoa chanzo chake ni Mungu mwenyewe, mwamba mwenyewe, imejengwa juu ya yule mwamba. Chochote usikokijenga kwenye mwamba huu ambao ni msingi halali na msingi imara, chochote utakachokiweka hakina maana, ni sensation tu. Yaani kwa sababu kiko nje ya msingi wa kimungu. Ngoja tu leo nataka tuendee hizo nyumba za madhabahu, hizo nyumba za misingi ya giza iliyokuwa inaendesha. Nataka uelewe hiki. Roho huwa hazifi. Yamkini walioanzisha hii misingi au madhabahu walishakufa miaka iliyopita, walishaondoka, lakini zile spiriti zao zinawadai matokeo fulani. Kuna mahara wanaendaga wakubwa wa familia kutambika, zile roho zinainuka, zinakuja kuzungumza nao. Hii utaiona kwenye kitabu cha Samueli. Kwenye Samueli, wakati Sauli amekataliwa na Mungu, akaenda kwa waganga kuuliza. Kwa nini? Kwa sababu roho ya Samueli ilikuwa wazi, alipoiita ikaja kuzungumza naye. Kwa maana hiyo hata watu wa giza ambao walianzisha, wakienda kule wanaziita hizo roho, wanakuja wanazungumza nao, zinawapa direction. Sisi tunataka usiku wa leo kuvunja hii misingi iliyowekwa na watu waliotutangulia kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu. Kitabu cha Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, ile sura ya 11 mstari wa 18. Wafalme wa pili sura ya 11 mstari wa 18. Biblia inasema hivi: watu wote wa nchi wakaiendea nyumba ya Baali, wakaiangusha madhabahu, wakaiangusha madhabahu zake na sanamu zake. Ngoja twende taratibu hapa. Kuna kitu ambacho Mungu nataka tuelewe. Inasema hivi: watu wote wa nchi wakaiendea nyumba ya Baali. Maana hiyo jengo walilokuwa wanatambikia miungu ya Baali, ambayo ilikuwa ikiwaongoza hadi mpaka wana wa Israeli, madhabahu zake wakaiangusha, madhabahu zake na sanamu zake wakazivunja kabisa, na Matani kuhani wa Baali wakamuua mbele ya madhabahu
na Yehoyada kuhani akaweka maakida juu ya nyumba ya Bwana. Kwa nini? Wailinde. Kwa maana gani? Kuna madhabahu au kuna misingi ambayo inapaswa ivunjwe. Ndio maana kuna muda unaweza ukajiona uko huru, unaanza biashara, unaanza kazi, unaajiriwa. Baada ya muda, kumbe ile madhabahu haitaki watu wapige hatua kwenye uchumi, haitaki watu wawe na kazi, haitaki watu wawe na fedha, haitaki watu wawe na elimu, haitaki watu kwenye familia yenu wawe na ndoa. Kwa nini? Usiposhughulika na hii madhabahu, wana wa Israeli waliendelea kushikiliwa au kuendelea kukamatwa. Walichokifanya ni kutia nia kwa watu wote. Kwa mfano, kuna watu fulani hivi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume walisema hivi, hatutakula, hatutakunywa chochote mpaka tuhakikishe tumemuua Paulo. Kwa nini? Kwa sababu walielewa Paulo ana madhabahu ya Mungu aliye hai inayowafanya wao wapoteze nguvu, kwanza ya kumuua, mbili ya kumkamata. Ikabidi waitafute miungu kwenye ulimwengu wa roho, halafu wamtafute Paulo ili kusudi wamuue, wafanikishe ajenda zao. Mtu wa Mungu, kuna madhabahu usipoziondoa, kuna nyumba za giza usipozivunja, utaendelea kukaa chini ya utumwa wa shetani. Nisikilize, kuna hatua kwenye maisha yako hauwezi kuipiga au kwenda kiwango kingine. Yamkini kiwango chenu kwenye familia yenu, uchumi ni ule ule, kwamba mtaishia kumiliki labda bodaboda moja. Ukizidisha hapo ni matatizo. Duka lenyewe faida haivuki 30,000. Hapo hapo duka hilo hilo miaka na miaka, babu alikuwa nalo, akacha akafa, akamwachia mtoto wake naye akafa, akamwachia mjukuu. Duka lile lile halikuwa liongezeke. Kwa nini? Kuna misingi iliyowekwa, inapaswa ipasuliwe, iondolewe, ivunjwe, na hizo nyumba zikatiliwe mbali. Wana wa Israeli wanasema hivi, watu wote wa nchi wakaiendea nyumba ya Baali. Walipoiendea ile nyumba ya Baali wakafanya nini? Wakaiangusha. Kuna nyumba lazima uziangushe. Moja, nyumba zenyewe ni zipi? Kuna nyumba wanazotambikia. Unaweza ukakuta ni jengo, ukaelewa ni watu wanaishi, kumbe pale ni madhabahu. Zile nyumba zinapaswa zivunjike. Kuna nyumba zao wengine wanakokutania kwenye miti mikubwa, kwenye mapango, kwenye njia panda. Haujawahi kusikia kwamba ikifika jioni, njia panda ya eneo fulani haruhusiwi kupita mtu? Kwetu kule mimi nilikotokea, kama kuna mtu anafuatilia, kuna maeneo ikifika usiku mtu haruhusiwi kupita. Haruhusiwi kupita, vinginevyo mtasikia sauti huyo mtu anapotea tu. Kwa nini? Kuna misingi ya yale maeneo. Ndio misingi ambayo tunapaswa kushughulika nayo ili kusudi tuachie, tupige hatua, tuende zaidi, tuwe na matokeo, tuwe na majibu kwenye kizazi chetu. Sikilize mtu wa Mungu. Tunarudi tena kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 11 mstari wa 18. Biblia inasema hivi, watu wote wa nchi wakaiendea nyumba ya Baali, wakaiangusha. Cha kwanza, utaangusha kila madhabahu au kila nyumba iliyojengwa, kwa sababu ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho utofauti wake uko kidogo sana. Nataka nikwambie kwamba nitatumia chombo kimoja tu ambacho huwa kinaonekana, lakini ukiwa ndani ya kile chombo, aliyoko kwenye kile chombo halafu aliyoko nje ya kile chombo
hawezi akaona kinachoendelea ndani ya kile chombo. Mfano, gari ambayo vioo vyake ni vyeusi au tinted, Waingereza wanaita tinted, vioo vyeusi. Mtu akiwa ndani ya ile gari ataona kinachoendelea huku nje ya gari. Nataka nikupe picha ya ulimwengu wa roho jinsi ulivyo. Ataanza kuona kinachoendelea, ila aliyoko nje ya gari hawezi kuona kilichoko ndani ya gari. Kwa nini? Kilichoko ndani ya gari kimemziba, haoni. Kwa ulimwengu wa roho unafanana na hiki kitu. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa roho ukifanikiwa kufunguliwa macho, kule watu wa giza, watu wa nuru wamejenga maeneo yao ambayo yanatambulika. Haya maeneo, Luka sura ya 16, tunamuona tajiri anamwambia Lazaro akaenda kifuani pa Ibrahim, maana hiyo kwenye makazi ya Ibrahim ambayo alikuwa amejenga. Kwa hiyo kwa nini? Kwa hiyo zile nyumba kwenye ulimwengu wa roho za giza ambazo zina apply nguvu kwenye maisha yako kuhakikisha biashara yako haivuki, ndoa yako haiendi. Mfano, jaribu kuangalia kwenye familia yenu mambo yapi yanayoendelea na ni mambo yapi ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Hapo unapaswa ushughulike nayo. Kuna mambo ambayo wewe mwenyewe, chukua daftari lako nyuma, rudi nyuma. Kama umeandika, rudi nyuma kwenye daftari lako ambako haujaandika. Andika mambo yapi kwenye familia yetu yamekuwa yakijirudia. Hayo ndo mambo uanze kushughulika nayo. Moja, kama ni ndoa za mitaala, tayari kuna jengo lililojengwa likatamkiwa ndoa za mitaala kwenye hii familia. Angalia tena, kutokupiga hatua kiuchumi. Kuna jengo lililojengwa limetamkwa kwa ajili ya hilo tu, na kila muda linarudishwa kwa sababu zile roho za waliokufa zinakuwa hai kuoperate na kuhakikisha kile walichokianzisha kinaendelea kwenye familia. Mtu wa Mungu, usipochukua hatua ya kuomba kwa ajili ya kuharibu hiyo misingi ya nyumba, misingi, ndio maana kilichoanza ni msingi. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1, sura ya 7 mstari wa 24, tumeona kwamba mtu atafananishwa aliyejenga nyumba juu ya nini? Juu ya msingi ulio imara, au juu ya mwamba ulio imara, ambapo zoruba na mateso zitakapokuja atazivunja na kuziona, hazitavunja ile nyumba. Lakini kuna nyumba iliyojengwa kawaida, ambapo zoruba na mateso yakija, ndio hiyo sasa nikasema kwamba unaweza ukakuta mafanikio yapo, ila msingi uliopo sio wa Mungu. Andika hii, itakusaidia. Kuna hatua kwenye maisha yako hauwezi ukazipiga. Moja, hatua ya kiroho. Wewe kama wewe, kuna hatua za kiroho zinahitajika uzipige, uwe nazo, uzifikie, zitokee kwenye maisha yako. Za kiroho, sijasema za kimwili, za kiroho. Wewe uliyeokoka, hatua za kiroho. Usipovunja huu msingi, utaendelea kubaki kwenye level ile ile, level ya uchanga. Utakuwa unatamani, kwa nini wengine wanaomba matokeo yanakuwepo, wanaomba vitu vinatokea? Au shetani anaweza akakuruhusu ukaomba kiwango fulani, ukawa na vimatokeo fulani, ila matokeo fulani kwenye ulimwengu wa roho yakawa hayapo. Kwa nini? Akawa amebaki amekufunga maeneo mengine na hii misingi. Kwenye eneo la roho, la kiroho, kuna hatua unapaswa uzipige mpaka hii misingi iwe imeharibika. Eneo la kimwili pia, mpaka uhakikishe misingi iwe imevunjika na imeondoka. Hapo tunazungumzia wakaiendea nyumba ya miungu ya bahari, wakaiangusha. Maana hiyo hauwezi ukaangusha jengo ukabakisha msingi. Msingi unaoshikilia jengo ukishaangushwa, jengo zima linaangushwa.
katika jina la Yesu. Maso bradabadaba rakatalama. Ili uweze kupiga hatua kwenye maisha yako, lazima kila msingi uanguke. Nikisema msingi, kuna misingi na kuna msingi. Msingi mama uanguke na upotee na uondoe kabisa, kuwe na kupiga hatua nyingine kwenye maisha yako. Andika hii, itakusaidia. Hakuna msingi usiokuwa na mjenzi kwenye maisha yako. Hakuna msingi usiokuwa na mjenzi. Ndio maana nikatangulia kusema wapo waliotutangulia walishajenga hizo ajenda, walishajenga hizo misingi. Tutaangusha nyumba, cha kwanza, na msingi wake. Cha pili kinachofuata kiko kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 2, kipengele B, kinasema hivi. Kipengele B: madhabahu zake na sanamu zake wakazivunja kabisa. Tena imeandika kabisa, madhabahu zake na sanamu zake wakazivunja kabisa, na Matari kuhani wa ile madhabahu na anayeitumikia, zile spiriti zinazotumikia ile madhabahu zinapaswa zivunjwe na ziuliwe na ziondolewe kabisa kwenye maisha yako. Nataka nimalizie kwa kusema hivi. Nataka tuingie kwenye maombi. Mtu wa Mungu, hiki ni kitu harari kabisa. Ukifanikiwa, maisha yako hayawezi yakabaki kama ulivyo. Mashadabadabadaba. Msingi wowote unaouona uliopo ulijengwa toka miaka mingi, ndio maana upo mpaka leo unatesa maisha yenu. Narudia tena, msingi wowote unaouona uliopo, nimetoa mifano mingi pale. Kuna msingi wa ndoa za mitaala, msingi wa kutokufanikiwa, msingi wa magonjwa, msingi wa kuferi kwenye masomo. Hiyo misingi inapaswa ivunjwe na kuhani wake auliwe. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12. Mathayo sura ya 11 mstari wa 12, Biblia inasema kwamba hivi: tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Maana hiyo kuna nguvu usipokuwa nayo ya kuharibu hizo ajenda. Mtu wa Mungu, hakuna chochote ambacho kinaweza kikatokea kwenye maisha yako. Utaendelea kubaki chini ya umateka na uonevu wa misingi ya kifamilia. Jambo la mwisho, roho yoyote inayoipa nguvu misingi iliyojengwa, iwe kwa mtu aliyekufa, iwe kwa mtu aliye hai, inapaswa iondolewe na ipotezwe. Nikisema ipotezwe, roho huwa haifi. Iondolewe kwenye taswira ya maisha yako, iondolewe kwenye taswira ya familia yako. Wengine wanasema nini? Roho fatirizi zinapaswa ziondolewe, zisianze kufuatilia na kuanza kutenda kazi kwako. Maana hiyo ziondolewe kabisa. Hizo spirit monitoring ambazo zinafanya kazi kila itwapo leo kwa ajili ya kuhakikisha zinachora mipaka. Hizi roho ndo ambazo huwa zinatangulia. Unaweza ukahama eneo jingine, wewe wakati unajipanga kuhama, hizi roho zimeshafika kule unakoenda. Moja, zinachafua hali ya hewa. Zikichafua hali ya hewa, yale ulioyaacha huku, wewe si umekimbia huku, si ulikuwa wapi? Si ngoja nitolee. Ulikuwa Simiyu, ukasema nabadilisha mazingira naenda Tarime. Au nabadilisha mazingira naenda Dodoma, au nabadilisha mazingira naenda Kigoma, au nabadilisha mazingira naenda Tanga, naenda Moshi, naenda wapi, popote pale. Au nabadilisha kabisa, ninatoka Afrika naenda
bara lolote wewe unalolijua huko Mambere huko, unasema unaenda huko, roho wakati unapanga kuhama yenyewe inakuwa inajua anaenda wapi, kwa sababu hauna encounter na nguvu za Mungu ndani yako. Inatangulia kule, inachafua hali ya hewa, watakupokea, utakaa kwa muda mfupi tu. Yale ulioyakimbia Afrika, yale ulioyakimbia Tanzania, unashangaa kule yameanza kuharibu yale yale. Kwa nini? Roho haikimbiwi. Roho inaondolewa uwezo wa kufanya ya nini? Inaondolewa uwezo wa kuzumu maisha yako na kuona kule unakoelekea. Kama umeokoka na hivi vitu bado vinakutokea, hakikisha, make sure leo unaomba kwa userious. Haijalishi uko kwenye sebule, haijalishi uko kwenye chumba, haijalishi uko kwenye eneo gani, hakikisha unaomba. Mtu wa Mungu, ni sawa tunawapa kwa mafuta ambao wanaweza wakatuombea kiusahihi kabisa na mambo yakatokea, lakini kama umekuwa na umekomaa kiroho, kuna misingi mingine inahitajika uibandue wewe mwenyewe, aidha kwa kufuata majina ya familia, kufuata tabia za familia, kufuata nini? Kufuata muonekano wa familia, maana kila familia ina muonekano wake, wana maumbo ya mwili wao kila familia. Kwa hiyo unaanza kwenda huko kina zaidi. Mtumishi wa Mungu anaweza akakuombea akakufungua kwa muda ule, lakini unashangaa kuna baadhi ya spirit tena zinakuja kufanya makao kwako. Kwa nini? Kuna maeneo haujaamua kufanya maamuzi. Yeremia anaambiwaje kwenye Yeremia ile sura ya kwanza mstari wa 9 na ule wa ngapi ule wa 10? Nataka tuisome hiyo hapo tuone, alafu tunaingia kuomba. Anaambiwa asilimia kubwa ya maisha, mtu wa Mungu, wewe unayenisikiliza, asilimia kubwa ya maisha ya hapa duniani, ni kupambana. Usipopambana kwa Mungu aliye hai, utapambana kwa uganga na majini. Nakwambia kabisa ukweli, kwenye haya maisha usipopambana, mtandao uko vizuri? Chakata. Hapo inasomaje? Twende tu hivyo hivyo, kwa sababu hapo ina rekodi. Imekata YouTube, Facebook imekata. Basi amna shida, nitaiupload tu huko Facebook. YouTube sawa, amna shida. Masotarabadaba. Kitabu cha Yeremia sura ya ile ya kwanza, Yeremia sura ya kwanza mstari ule wa 9 na wa 10. Biblia inasema hivi. Kianza mstari wa 8 inasema hivi, usiogope kwa sababu ya hao, maana Bwana akaunyosha. Ukianza mstari wa 8 anasema usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi ni pamoja nawe, nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake, akanigusa kinywa changu, Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Mstari wa 10, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kuharibu, kubomoa, kuharibu na kuangamiza. Kwa nini? Kwa sababu kuna maeneo na kuna mazingira unapaswa ushughulike na hizo ajenda za kipepo kwenye maisha yako. Nataka uende uombe hapo ulipo, umwambie tu Mungu, kwa ajili ya usiku wa leo na kwa ajili ya wasaa huu na kwa ajili ya muda huu, maisha yangu hayatakaa. Kila msingi uliowekwa nina uharibu. Kaharibu kila msingi.
kaharibu kila msingi wowote wa kipepo, msingi wowote. Mashada barabaraba. Hebu anza kuomba mahara ulipo. Riama kozanda raba. Reketelemanda raba katalaba. Leketelemanda raba katalaba. Riama kaloske pele de bashanda raba. Riama kato raba daba yanda raba daba. Riama kaloske pele de manda raba do shanda raba daba daba. Riama kala mandeliba. Omba kinyume na kila misingi ambayo ilikuwa imevunja kabisa kila misingi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila misingi iliyowekwa na watangulizi wetu usiku wa leo tunaivunja. Wana wa Israeli walifuata nyumba ya bahari, nasi tunaiendea kila misingi ya giza, misingi ya watangulizi wetu kwenye familia zetu tunaiharibu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Masharabarabadaba riamakatarabaraba riamakoriandarabadaba reketelemandarabadaba. Hiyo misingi mibovu, misingi ya uchawi na uganga, misingi ya giza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai tunaharibu kwa jina la Yesu. Kila misingi iliyowekwa kinyume na hatima zetu, kinyume na ndoa zetu, kinyume na familia zetu, kinyume na watoto wetu, kwa jina la Yesu haribu hiyo misingi kwenye familia yako, haribu hiyo misingi kwenye ndoa yako, haribu hiyo misingi kwenye familia yako kwa jina la Yesu. Riaba kataraba reketele mandalaba riaba katarararaba mantaraba karosandaraba riaba baba kuriandaraba daba riama kataraba daba rekaramandaraba daba. Kila misingi ambayo shetani ameiweka kwenye familia yetu, ambayo ameweka kwenye familia yangu, ninauvunja huo msingi na uharibu wa msingi wa ndoa za mitara, msingi wa magonjwa na uharibu kwa jina la Yesu, na uharibu kwa damu ya Yesu, na uharibu kwa jina la Yesu. Kila msingi wa kipepo, msingi wa giza, msingi wa kipepo na uharibu kwa jina la Yesu. Masharabaraba riamakatararaba riakaraba sandaraba. Kila msingi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kila msingi wa giza uliowekwa ndani ya maisha yangu nina uharibu kwa jina la Yesu, na uharibu kwa damu ya Yesu, na uharibu kwa jina la Yesu. Misingi ya kipepo achia kwa jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Masharabaraba riamakatararaba riakaparadaba riabakanama sandaraba riakatararaba baba. Kila misingi kwa jina la Yesu, misingi mibovu iliyowekwa na watangulizi navunja kwa jina la Yesu. Hiyo madhabahu navunja, hiyo madhabahu navunja kwenye familia yangu. Kaparada baba ria makatarama ria makatarara baba riandele bakarianda raba ria bakasanda raba ria bakatarara raba ria makarosa kata mashanda raba ria kaparada ba ria makataraba baba mandara bakurianda raba ria katarara raba baba mashanda raba kara ria bakataraba ria bakataraba ria makataraba ria mama shanda raba makurianda raba. Kila misingi iliyowekwa kwenye familia, kila misingi iliyowekwa kwenye familia na iondoa kwa jina la Yesu, maana imeandikwa mashakatarabaraba rakatalamandaraba mandaraba kataraba. Na vunjilia mbali kila misingi, na pasua misingi iliyowekwa na watu wa giza, wakaacha roho zao zikaendelea kufuatilia familia, zikaendelea kufuatilia watoto, zinaendelea kufuatilia mtoto hadi mtoto, mjukuu hadi mjukuu. Kwa jina la Yesu, mimi leo na watu wa nyumbani mwangu, kuanzia sasa hizo nguvu nazipiga. Achia kwa jina la Yesu. Hizo nguvu za giza zinazowakamata nazipiga kwa jina la Yesu. Hapa ulipo mtu wa Mungu, omba masharabarabariaba riakatarabaraba riandeleba karabaraba riakatarararaba baba. Hiyo misingi mibovu inaachia kwa jina la Yesu, inaachia kwa damu ya Yesu. Misingi ya kipepo, misingi ya uchawi, misingi ya uganga, vunjika leo. Mnamwachia huyo binti, mnamwachia huyo dada, mnamwachia huyo mama, mnamwachia huyo kijana kwa jina la Yesu. Kila misingi vunjika kwa jina la Yesu, vunjika kwa jina la Yesu. Riba kariandaraba baba yandaraba karamandaraba riandaraba rakatarabaraba ria mama shandaraba ria baba kuntalabadaba ria makatarabaraba.
kila misingi mibovu ndani ya familia zetu tunaivunja, tunaifutilia mbali, tunaiondolea mbali. Haitakuwa na nguvu, haitakuwa na uwezo, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema katika jina la Yesu, kuanzia leo kila misingi iliyowekwa kwenye maisha yetu, mimi na watu wa nyumbani mwangu, kuanzia leo hiyo misingi naivunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Misingi ya uganga, misingi ya zinaa, misingi ya kuzalia nje ya ndoa, naivunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Misingi ya magonjwa, misingi ya kutokufanikiwa, leo naivunja, naivunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila misingi, kila misingi, hiyo misingi kwenye familia yangu inavunjika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, vunja hiyo misingi sasa. Masharabarabaradaba riakataramande mantarararabakada riabakatarabaraba mandarabakaramandaraba riabababa sandaraba riakarabarabariandaraba riakatarararababa mantarabakataraba riabakataraba riamakatarabara riabababababa. Wewe misingi ya kipepo, wewe misingi ya giza uliyewekwa miaka 2000 iliyopita, ninakuvunja kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa tangu enzi za Yohana Mbatizaji mpaka leo hii, ufalme wa Mungu unaingiwa na wenye nguvu, naingia kwa nguvu kwa jina la Yesu. Hiyo misingi ya umaskini, misingi ya umaskini iliyowekwa kwenye familia yako inavunjika, inavunjika. Tunaiendea kwa pamoja, mimi na wewe. Hiyo misingi ya familia yenu, hiyo nyumba za kipepo kwenye familia yenu, tunazivunja, tunaziharibu, tunaziharibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Vunjika misingi, misingi vunjika, pasuka kwa jina la Yesu, pasuka kwa jina la Yesu. Tunakupasua kwa jina la Yesu. Mimi na huyu mwana maombi aliyoko YouTube, aliyoko Facebook, tunapasua hiyo misingi, hiyo misingi. Pasuka kwa jina la Yesu, pasuka kwa jina la Yesu, pasuka kwa damu ya Yesu, pasuka kwa jina la Yesu. Achia, achia, achia kwa damu ya Yesu. Mandaraba kata riaka parada baraba ria makasukoteleriba ria kaparada basanda makaria daba sanda ria kaparada badaba ria kataraba baba ria kana masanda raba ria kaparada bashanda ria kaparada basinda ria kaparada baba ria makasekete ria makatuzalaba ria kaparadaba. Misingi yote napasua kwa jina la Yesu, napasua kwa jina la Yesu. Misingi ya magonjwa, misingi ya magonjwa, pasuka kwa jina la Yesu. Ile misingi ya umaskini ambayo iliwekwa kwa ajili ya familia yenu ili msifanikiwe, hiyo misingi vunja, vunja hiyo misingi kwa jina la Yesu. Misingi ya kuishia njiani, mnapoanzisha jambo mnaishia njiani, hiyo misingi vunja, hiyo misingi vunja, hiyo misingi vunja, vunja hiyo misingi. Mtu wa Mungu umepewa mamlaka, wewe uliyookoka umepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kazi zote za mwovu. Vunja hiyo misingi, vunja hiyo misingi, misingi ya kipepo, vunja misingi masharabaraba iliyowekwa na watangulizi kwenye familia yenu. Mababu zenu miaka mingi iliyopita walitambika, wakasema watoto hawa watakaotokea kwenye viuno vyetu hawatafanikiwa. Hiyo misingi vunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Misingi ya kesi sio koma. Kila ulipokuwa umekuwa mtu mzima, umezaliwa mtoto, kesi haziishi kwenye familia yenu. Hiyo ni misingi, vunja hiyo misingi kwa jina la Yesu. Pasua misingi, pasua misingi, haribu hiyo misingi kwa jina la Yesu. Ria kaparada basanda, oria baba 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 baba, ria kaparada barabara baba. Na pasua misingi kwenye ukoo wa kina Sengeka iliyowekwa miaka mingi. Na pasua misingi kwenye mikoa ya kina Kefa. Na pasua misingi iliyowekwa ukoo wa mama yangu, upande wa mama yangu. Hiyo misingi inayoshikilia haitaki nipige hatua, nisiende kiwango kingine kwenye uchumi, nisiende kiwango kingine kwa jina la Yesu. Hiyo misingi na haribu, na haribu, na vunja, na bomoa misingi yake
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Biblia inasema watu wote wakaiendea nyumba ya bahari, wakaivunja na madhabahu zake na mashera zake na mapambo yake wakayavunja kwa jina la Yesu. Na mimi leo, kila nyumba kwenye ulimwengu wa roho iliyojengwa miaka mingi iliyopita, ikapewa uhalali wa kuendelea kutoa nguvu ya umaskini, kutoa nguvu ya ndoa za mitara, kutoa nguvu ya kuzalia nje, kutoa nguvu karabayaba, kutoa nguvu ya umaskini, kutoa nguvu ya kufa na umri mdogo, hiyo madhabahu I broke now kwa jina la Yesu. Naivunja kwenye familia yangu, naivunja kwenye familia yangu usiku wa leo katika jina la Yesu. Naharibu kila misingi, naharibu kila misingi kwa damu ya Yesu, misingi ya kipepo, misingi ya giza kwa jina la Yesu. Huko rohoni, yale majumba walioyajenga tunayapasua, tunayapasua. Pasua hayo majengo, pasua hayo majengo huko rohoni, pasua, pasua kwa jina la Yesu. Hapo kwenye sebule yako pasua, hapo kwenye chumba chako pasua, ukiwa kwenye chombo cha usafiri pasua. Roho yako inaweza kuomba, moyo wako unaweza kuomba. Pasua hayo majengo kule rohoni, yale majengo ya kipepo, majengo ya kichawi yaliyojengwa kinyume na familia yenu. Pasua huko rohoni kwa jina la Yesu. Pasua, 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 pasua. Yanapasuka kwa jina la Yesu, yanapasuka. Yaachia hatua zako, yaachia hatua zako kwa jina la Yesu. Hayo masharabaraba, riakataraba, riamakatoza, riamakataba, riantererebo, riakaparadaba kwa jina la Yesu. Pasua, pasua, pasua mtu wa Mungu, usiaonee huruma. Wewe uliyookoka pasua, wewe uliyookoka pasua. Vunja hiyo madhabahu, hayo majengo kule rohoni. Rohoni wakivunjika, huku mwilini matokeo yanakuja tu. Tunaharibu huko rohoni, mimi na wewe tunaharibu, tunaziendea kila nguvu, tunaziendea kila madhabahu. Wewe ulioko hapa, vunja, 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 haribu kwa jina la Yesu. Masharabaraba, makarabarabaraba, marakataraba. Achieni huyu binti aende kwenye hatima yake, mwachieni huyu dada aende kwenye hatima yake, mwachieni huyu kijana aende kwenye hatima yake. Ameanza vizuri masomo, ila ameanza kumuingiza kwenye tabia fulani ili afananie na ndugu zake. Na kataa kwa jina la Yesu, kama masihi wa Bwana, na vunja hiyo nguvu, na block hiyo nguvu, na vunja huo utaratibu kwa jina la Yesu. Masharabaraba, riakaparadaba, riamamamakata, riakatarabaraba. Huko YouTube vunja, huko Facebook vunja, huko Instagram vunja, huko TikTok vunja hiyo madhabahu kwa jina la Yesu. Kwenye masomo yake na vunja kila madhabahu iliyojengwa kinyume na elimu kwenye familia yenu, na ivunja kwa jina la Yesu. Hiyo madhabahu haribika, 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 haribika kwa damu ya Yesu. Haribika, haribika kwa jina la Yesu. Haribika kwa jina la Yesu. Huko rohoni mnaharibika, tunawavunja, tunawaharibu, tunawaondoa kwa jina la Yesu. Haribika, haribika, haribika we madhabahu, haribika. Ile vijumba vya kipepo huko rohoni tunavifutilia mbali, tunavibomoa kwa jina la Yesu. Makarabarabaraba, riamamamandaraba, riakatararababa, riakatalabaraba. Hebu tembea kwenye hilo anga huko rohoni, tembea, 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 tembea. Uvunjilie mbali vile vimadhabahu, vingine kama vimbwa, vingine kama vichovi, visokwe, vinyama fulani fulani, hata kwenye ndoto vimekuwa vikikurudia, vikitokea tu kwenye ndoto. Mambo fulani yanatokea ya aibu, mambo fulani yanatokea ya ajabu. Hivyo vinyama hivyo, piga, piga huko rohoni, maana hiyo vipo huko rohoni. Piga huko rohoni. Kuna muda mwingine unaweza ukaota mambo ya ajabu ajabu, baada ya muda mambo hayo yanatokea. Kwa nini? Hivyo vitu unapaswa shughulika navyo, shughulika navyo. Piga hivyo vinguvu vya giza, tembea huko rohoni, huko vijijini kwenu. Tunatembea kwa jina la Yesu. Hapo ulipo natembea, natembea na hizo madhabahu, nazivunja, nazifutilia mbali kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Natembea, natembea vinyamkela vya kipepo ambavyo vinakuwa vinasimama, vinazuia matokeo kwako, na vipasua, na vipasua, na vipasua, na vipasua, na vipasua, na vipasua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pasuka, 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 achia kwa jina la Yesu. Rababababandabaya, riamakarabaraba, horiadadadabakaraba, riamanda yakatalarabaraba, riakatalababa, rakatalababa, riamakatalababa,
Karabaraba shandaraba riakatarabarabaraba. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, vunja hizo madhabahu. Hazina nguvu katika jina la Yesu. Hazina nguvu katika jina la Yesu. Hazina uwezo katika jina la Yesu. Hazina mamlaka katika jina la Yesu. Hazitasimama tena. Na ninatangaza kuanzia leo, biashara yako ianze kupiga hatua. Masomo ya kuyapende kwa jina la Yesu. Kila kazi uliyokuwa unaifanya, hebu anza kujitabiria, maana vimevunjika kwa jina la Yesu. Tabiria na watu wa nyumbani mwako. Tabiria na watu wa nyumbani mwako, watamkie mema, waambie kwamba madhabahu imeshavunjika, misingi imeshaharibika. Kuanzia leo watu wa nyumbani mwangu watapiga hatua. Kwenye uchumi wataenda hatua nyingine, kwenye ndoa wataenda hatua nyingine, kwenye familia wataenda hatua nyingine, kwenye kila eneo wataenda hatua nyingine, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na mimi natangaza kama mtumishi wa Mungu, kwenye familia yako mtaanza kwenda hatua nyingine, mtaanza kwenda hatua nyingine. Natangaza kuanzia leo kwenye familia ya mzee Daudi Sengeka wataanza kwenda kiwango kingine. Mzee Daudi Sengeka mwenyewe anaanza kwenda kiwango kingine. Monica Kefa anaanza kwenda kiwango kingine. Alex Sengeka anaenda kiwango kingine. Hezeloni unaenda kiwango kingine. Isaka unaenda hatua nyingine. Paskazi unaenda hatua nyingine. Naomi unaenda hatua nyingine, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu natangaza kwa jina la Yesu, kila mmoja aanze kwenda hatua nyingine. Hapo ulipo ninakutamkia hatua nyingine ianze kuja juu yako, wewe pamoja na watu wa nyumbani mwako, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu, hiyo nguvu ikupeleke hatua nyingine, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maraba shandaraba riakatarararaba baba mandaraba shandaraba ria baba katarabaraba riakatara mandeleba sandaba riakaparararaba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu tunakushukuru. Mandarabaraba. Hatutabaki kama tulivyokuwa. Familia zetu zikaanze kwenda kiwango kingine. Ndoa zilizokuwa na migogoro, ninatamka kuanzia leo, hiyo madhabahu kama ilivyovunjika, hii ndoa iwe na amani katika jina la Yesu. Hata kama ilikuwa imekaribia kuvunjika, kwa mkono wa Bwana naiunganisha katika jina la Yesu. Hata kama ulikuwa umekaribia kufa, magonjwa yamekuandama, maadamu madhabahu za kipepo zimevunjika, kwa mamlaka niliyopewa na Yesu, hayo magonjwa yaliyokuwa yamebandikizwa kwa sababu ya hizo madhabahu, ninayavunjilia mbali, ninayaondoa juu ya afya yako, nayaondoa juu ya mwili wako. Kila ugonjwa break now kwa jina la Yesu. Mwachie, usikae tena. Magonjwa ya kipepo yaliyokuwa yanatengenezwa kinyume na familia yenu, hayo magonjwa vunjika, ondoka, kama madhabahu ya giza ilivyovunjika, na ninyi ndivyo. Mwachie maisha ya huyo mtu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba asante, kila kifungo, addiction yoyote iliyokuwa inasumbua, kama madhabahu zilivyovunjika, na hiyo addiction inaisemesha, achia moyo wa kijana huyu, achia moyo wa binti huyu, achia moyo wa mama huyu, achia moyo wa baba huyu. Kuanzia leo hawa watoto hawatakuwa paswa kichwa kwake, watakuwa ni watoto walio bora na malezi ya kiungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mtu wa Mungu, yamkini ulikuwa unafuatilia maombi haya huko Facebook, huko YouTube, huko Instagram, ulikuwa unafuatilia haya maombi. Mtu wa Mungu, kama hujampa Yesu maisha yako kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hakuna chochote ambacho kinaweza kukusaidia. Itakuwa ni kazi bure tu. Unaweza kuwa mhudhuriaji mzuri wa haya maombi, umekuwa mfuatiliaji wa kipindi vizuri, lakini hakuna mabadiliko. Nataka nikwambie, mabadiliko pekee ambayo unaweza ukaanza na yaweza yakasaidia madhabahu za giza kwenye familia yenu zikavunjika, jambo la kwanza ni kumpa Yesu maisha yako. Ukishampa Yesu maisha yako, kila kitu kinaanza kubadilika pale tu unapochukua hiyo hatua. Hapo ulipo sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako, na usiku wa leo nimefanya maamuzi ya kuja kwako, ya kuyakabidhi maisha yangu kwako. Bwana Yesu, usiku wa leo ninakiri ya kwamba wewe Yesu ulikufa msalabani kwa ajili yangu mimi, na leo ninakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ukayaendeshe na kuyaongoza maisha yangu, katika jina la Yesu.
kuanzia leo ninamkataa shetani na kazi zake. Ninakukubali Yesu, uniongoze katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. God bless you. Tukutane Jumatatu, na zani kuanzia Jumatatu tutakuwa na darasa maalum kwa ajili ya watu ambao mmeokoka kwa njia ya WhatsApp, ambao mnanitafuta WhatsApp. Kwa hiyo hilo darasa tutakuwa nalo. Mungu awabariki sana. Tukutane Jumatatu. God bless you. Amen.